alwilad, kwa maana sehemu ya kwanza ni namba ambayo ina deal na kuzaliwa, mazazi ya mwanadamu, lakini pia hayat, maisha ya mwanadamu, wa mamat, na sababu ya mauti au sababu ya kifo cha mwanadamu. Kwa maana hiyo basi, kuna mtu nimeeleza anaweza akawa amefungwa kizazi asizae, akahangaika akiona yuko vizuri, lakini kumbe tayari amekwisha chezewa. Na mara nyingi mtu akichezewa kizazi, namba 3 inahusika katika hali ya kuweza kutumika kufunga kizazi au masala mazima ya uzazi. Lakini pia ndio namba ambayo ukitumika kitaalamu ina uwezo wa kufanya mtu akafunguliwa kizazi ambacho kilofungwa kichawi au kupitia mapepo ambao walofunga. Kuna uwezekano mkubwa sana. Hii ni elimu ya namba ambayo tutapeana vizuri na watu waweze kufahamu. Lakini pia tukasema walhayata ndio namba ambayo imebeba dhamana ya uhai, maisha ya mtu yawe vizuri au yawe mabaya. Maana yake ule mfumo mzima wa maisha ya mwanadamu yapo kwenye mfumo wa namba hii, namba 3. Ndio maana kuna mtu anaweza pia akaharibiwa maisha yake. Ukachangaa mtu una fight, unatafuta maisha, unatumia kila aina ya nguvu, unajitahidi sana, lakini mambo haendi, kumbe tayari umeshafungwa mifumo yako isiweze kufanikiwa, usiweze kupata majibu mazuri, maisha yako yawe ni magumu kila kukicha, kwa sababu tayari kuna mtu mmoja tu hasidi, mtu mmoja mbaya ambaye hapendi kuona wewe unaishi vizuri kama wengine, amekwisha kufanya. Kumbuka, wanaofanya mambo ya kuharibu maisha ya watu, namba 3 huwa inatumika. Inaweza ikatumika kwa mfumo wa namba au kwa aksi yake rangi 3, namba 3 ambayo ni rangi hii ya njano, inaweza pia ikatumika kuharibu mambo ya mtu. Lakini pia namba hii inaweza pia kutumika kutengeneza mtu ambaye amekwisha haribiwa maisha, mambo yamekuwa ni magumu, namba hii inaweza kufanya majambo. Twende vizuri, nikupe kitu ambacho ni kizuri kikusaidie. Ndugu yangu mtazamaji na mfuatiliaji ambaye unafuatilia hichi kipindi, nikwambie vipindi hivi ni endelevu na vinakuwa vipindi mbalimbali, vitakuwa vikija kila baada ya muda, unaweza kufuatilia ukapata kufahamu. Tunapomalizia ndio ambapo tutaanzia kipindi ambacho kinafuata. Hii imekuwa ni kama sehemu ya dondoo, taarifa kwako, ujue kuna mambo gani ya muhimu mazuri ambayo tutayazungumza hapa. Lakini nikupe faida sasa kwa wale ambao tayari wanahitaji kuona wanafunguka vipi. Nitataja namba na nitataja pia herufi za watu 13, ambapo hao watu watajijua wenyewe majina yao yanaanza na herufi gani, halafu munifuate vizuri. Nyinyi ndio watu muhimu zaidi, mufuate taratibu hizi. Kuna mtu ambaye nitaanza na mtu ambaye ana herufi, jina lake linaanza na herufi ya N. N. Mtu yote ambaye jina lake linaanza na herufi ya N awe makini, huyu mtu anifuatilie vizuri. Lakini pia kuna mtu ambaye jina lake linaanza na herufi ya A. Utaona hapo kuna N, herufi ya A. Lakini pia kuna mtu ambaye jina lake linaanza na herufi ya M. M. Huyu mtu kwa jambo muhimu mno lazima tufatane aweze kufahamu vizuri. Lakini pia kuna mtu ambaye jina lake linaanza na herufi ya C. Ile C, kuna S na C. C kwa maana ya C. Huyu mtu kina Cloutus yao Chota Chama yao mtu ambaye anaanzia na C, huyu mtu ana jambo lake, anifuatilie vizuri aweze kufahamu. Lakini pia kuna mtu ambaye jina lake linaanza na herufi ya J. J, 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 J. Huyu mtu ni muhimu sana, afuatilie ajue herufi jina lake hili namna ambavyo ilivyo. Na mtu mwingine ni mtu ambaye jina lake linaanza na herufi ya G. G. Huyu mtu ni muhimu sana, afuatilie. Lakini pia mtu ambaye jina lake linaanza na herufi ya R, huyu ni wa 7. R, afuatilie, ni jambo muhimu sana kwake, herufi yake hii ina mambo makubwa kwake, anaweza akafahamu. Lakini pia mtu ambaye jina lake linaanza na herufi sasa ya S, S, pia afuatilie, ni muhimu sana kwake katika uchambuzi wa herufi hizi. Jambo lingine, mtu ambaye jina lake linaanza na herufi ya P, kina Pius hawa, kina Peter hawa na wengineo, hawa wanatakiwa wanifuate vizuri na ujumbe wao na jambo lao ambalo kimsingi wanaweza wakafahamu nini ambacho kiko mbele yao. Lakini pia kuna mtu ambaye jina lake linaanza na herufi ya Y. Y, Y. Huyu anatakiwa pia nifuatilie vizuri na ujumbe wake, mambo yatakwenda vizuri. Haya ni majina 10. Matatu ambayo pia yalosalia ni mtu ambaye jina lake linaanza na herufi ya U.
U, na mwingine mtu ambaye jina lake linaanza na harufu ya D, na wa mwisho ni jina ambalo linaanza na harufu ya W. Hawa watu hawa Wema na wengineo, nina ujumbe wenu ambao kimsingi zaidi ni ujumbe muhimu sana. Na hizi herufi za majina yenu napaswa muangalie herufi hii ya mwanzo ambayo nitakayozungumza. Je, jina lako herufi hii imejirudia mara ngapi? Iko moja peke yake, au imejirudia mara mbili au mara tatu, au ina idadi ipi ambayo imejirudia herufi hiyo? Hapo muwe makini sana. Mfano, ukisema Amina, utaona kabisa kwamba kuna A iko mwanzo, lakini pia mwisho kwenye N kuna A. Amina. Utapata kuona ni jina lako ambalo limekuja herufi ya A imejirudia mara mbili ndani yake. Huyu mtu tafsiri yake ni tofauti na mtu ambaye jina lake lina A moja, na kwa sababu kuna utendaji mkubwa wa mambo hapo ambapo ningependa tuende vizuri. Lakini kuna mtu mwingine jina lake herufi ya mwanzo imejirudia mara tatu mpaka mara nne. Sababu ya kusema hawa ambao niliwataja 13 wao wana grupu lao maalumu ambao mifumo ya mambo yao yanajieleza. Unaweza ukakusanya na ukachambua kwa ujumla wa package hii ya haya majina yenye herufi hizi nilotaja, herufi 13. Na hii ni kwa nini ndugu yangu? Ni kwa sababu nataka ufahamu ya kwamba kodi muhimu ya majina yetu ipo katika herufi zetu za mwanzo, lakini inawezekana mwingine kodi yake isiwe katika herufi yake ya mwanzo, ikawa herufi ya katikati, na mwingine inawezekana kodi yake ikawa herufi yake ya mwisho. Ndio kodi inapatikana hapo.